Usiku ulikuwa mzito na wenye ukimya wa kutisha katika jiji la Nairobi. Mvua nyepesi ilikuwa ikidondoka taratibu, taa za barabarani zikimulika maji yaliyokuwa yakitiririka. Gari la kifahari la bilionea Daniel Mwaura lilikuwa likipita kwa kasi ya wastani, ndani yake akiwa amechoka baada ya siku ndefu ya mikutano ya biashara. Mawazo yake yalikuwa mbali, akifikiria kuhusu mafanikio yake na upweke uliokuwa ukimwandama licha ya utajiri wake mkubwa. Ghafla, aliona mkusanyiko wa watu kando ya barabara. Watu walikuwa wamesimama, wengine wakizungumza kwa sauti ya chini, wengine wakirekodi kwa simu zao. Kitu kilionekana si cha kawaida. Daniel alihisi msukumo wa ndani wa kusimama. Alipunguza mwendo na kusimamisha gari. Alipotoka nje, upepo wa baridi ulimpiga usoni. Aliposogea karibu, alishtuka sana. Katikati ya kundi lile, kulikuwa na msichana kijana aliyekuwa amelala chini, akilia kwa uchungu mkubwa. Alikuwa akijifungua pale barabarani, bila msaada wowote wa kitaalamu. Watu walikuwa wanatazama tu bila kusaidia. Ndipo moyo wa Daniel ulipojaa huruma na hofu kwa wakati mmoja. Daniel hakusita hata sekunde moja. Alisukuma watu waliokuwa wamejaa pale karibu, akisema kwa sauti yenye mamlaka, "Tafadhali mpisheni, anahitaji msaada." Watu wengine walionekana kushangaa kuona mtu wa hadhi yake akijihusisha na tukio lile. Lakini Daniel hakujali. Alipiga magoti karibu na msichana huyo, ambaye alikuwa akitetemeka kwa uchungu na baridi. Alivua koti lake la gharama kubwa na kumfunika kwa upole. "Usijali, uko salama sasa," alimwambia kwa sauti ya utulivu, ingawa ndani yake alikuwa na wasiwasi mkubwa. Msichana huyo alijaribu kumtazama, macho yake yakiwa yamejaa maumivu na hofu. Hakujua ni nani aliyekuwa akimsaidia, lakini alihisi faraja fulani. Daniel aliwaangalia watu waliokuwa karibu na kupaza sauti, "Kuna mtu yeyote anayejua hospitali ya karibu?" Lakini hakuna aliyekuwa tayari kusaidia. Wengi walibaki kimya. Bila kupoteza muda, Daniel alimchukua msichana huyo kwa uangalifu mkubwa, akimuinua mikononi mwake. Alimpeleka haraka kwenye gari lake na kuanza safari ya haraka kuelekea hospitali, moyo wake ukidunda kwa kasi, huku akijaribu kubaki mtulivu katika hali ile ya dharura. Ndani ya gari, hali ilikuwa ya wasiwasi mkubwa. Msichana huyo alikuwa akipumua kwa shida, akishika tumbo lake kwa nguvu, huku maumivu yakimzidi. Daniel aliendesha kwa kasi lakini kwa umakini mkubwa, akiepuka ajali yoyote ambayo ingeweza kuhatarisha maisha yao. Mara kwa mara, alimwangalia kupitia kioo cha nyuma, akijaribu kuhakikisha bado yuko hai na anapambana. "Karibu tumefika, tafadhali shikilia," alimwambia kwa sauti ya kutia moyo. Msichana huyo alitoa sauti ya chini ya maumivu, onekana kukata tamaa. Daniel alihisi kitu kisichoelezeka moyoni mwake, kana kwamba maisha ya msichana huyo yalikuwa na umuhimu wa kipekee kwake. Walipofika hospitali, aliingia kwa haraka akipiga honi ili kuvutia umakini. Wahudumu wa afya walikimbia haraka walipoona hali ile. Mlango wa gari uliuliwa na madaktari wakamchukua msichana huyo kwa machela, wakimpeleka ndani kwa haraka. Daniel alisimama pale nje ya chumba cha dharura, akihema kwa nguvu. Moyo wake bado ulikuwa unadunda kwa kasi. Hakumjua msichana huyo, lakini hakuweza kuondoka. Alijikuta akihisi jukumu la kuhakikisha kuwa anapona salama. Dakika zilionekana kama saa nzima, huku Daniel akisubiri nje ya chumba cha dharura. Kila mara mlango ulipofunguliwa, moyo wake uliruka kwa matumaini na hofu. Alikuwa akitembea huku na huku, mikono yake ikiwa imefungwa, akili yake ikiwa imejaa mawazo mengi. Hakuwahi kuhisi hali kama hii awali, hata katika mikataba mikubwa ya biashara. Baada ya muda mrefu, daktari alitoka akiwa na uso wenye utulivu. "Habari njema," alisema. "Mtoto amezaliwa salama na mama pia yuko hai." Maneno hayo yalimletea Daniel afuu kubwa sana. Alipumua kwa kina, akihisi mzigo mkubwa ukiondoka mabagani mwake. Bila kupoteza muda, Daniel aliwaangalia watu waliokuwa karibu na kupaza sauti, "Tafadhali hakikisheni wanapata huduma bora zaidi. Gharama zote nitagharamia." Wahudumu walishangaa, lakini wakaabili. Daniel hakutaka kujua gharama. Kwake maisha ya msichana huyo yalikuwa na umuhimu zaidi ya pesa. Alikaa kwenye kiti cha kusubiri, macho yake yakitazama mlango wa chumba kile.
Ndani yake alihisi mabadiliko fulani. Tukio lile lilikuwa limegusa moyo wake kwa namna ya kipekee ambayo hakuweza kuielezea kwa maneno. Siku chache baadaye, Daniel alirudi hospitalini kumtembelea msichana huyo. Alimkuta amelala kitandani, akimshika mtoto wake mchanga kwa upole. Alionekana dhaifu, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa matumaini. "Habari yako?" Daniel aliuliza kwa upole. "Niko salama, asante kwa kuniokoa," Amina alijibu kwa sauti ya chini. Mazungumzo yao yalizidi kuendelea, na Daniel akagundua kuwa Amina alikuwa yatima aliyekulia maisha ya taabu. Hakuwa na familia ya kumtegemea. Aliishi kwa shida mitaani, akifanya kazi ndogo ndogo ili kujikimu. Hadithi yake ilimvunja moyo Daniel. Alimwangalia kwa makini, hisi huruma na upendo wa ajabu ukimjaa. Kila alipoongea naye, alihisi kama anamfahamu kwa muda mrefu. Kuanzia siku hiyo, Daniel alianza kumtembelea mara kwa mara. Alileta mahitaji ya mtoto, chakula na hata nguo. Lakini zaidi ya vitu hivyo, alimpa kitu muhimu zaidi, mtu wa kumsikiliza na kumjali. Siku moja alipokuwa amekaa karibu na kitanda cha Amina, Daniel aligundua kitu kilichomfanya ashangae sana. Kwenye mkono wa Amina kulikuwa na alama ndogo ya kuzaliwa yenye umbo la nyota. Alama hiyo ilimkumbusha kitu ambacho hakuwahi kusahau maishani mwake. Miaka mingi iliyopita, mtoto wake wa kike aliyepotea hospitalini alikuwa na alama kama hiyo. Tukio lile lilikuwa jeraha kubwa moyoni mwake na hakuwahi kupona kabisa. Daniel alimwangalia Amina kwa makini zaidi, akihisi moyo wake ukianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Je, ingewezekana? Je, huu ilikuwa ni mfanano wa kawaida tu au kulikuwa na kitu kikubwa zaidi nyuma yake? Hakuweza kuacha kufikiria kuhusu hilo. Kila alipomtazama Amina, alihisi uhusiano wa ndani ambao haukuwa wa kawaida. Usiku huo, Daniel aliondoka hospitalini akiwa na mawazo mengi kichwani. Aliamua kuwa hangeacha jambo lile lipite bila kulichunguza. Ukweli ulikuwa lazima ujulikane, hata kama ungeleta maumivu au mshangao mkubwa. Daniel alianza uchunguzi wa siri bila kumwambia Amina chochote. Aliwasiliana na daktari wa zama na hata rekodi za hospitali ya miaka iliyopita. Alitaka kufuatilia tukio la mtoto wake aliyepotea. Hatimaye, aliamua kufanya kipimo cha DNA. Sampuli zilichukuliwa kwa uangalifu bila kuibua mashaka. Siku za kusubiri matokeo zilikuwa ndefu na zenye wasiwasi. Daniel alihisi kama maisha yake yote yalikuwa yamesimama akingojea ukweli. Matokeo yalipofika, mikono yake ilitetemeka alipofungua bahafu. Aliposoma, macho yake yalijaa machozi. Hakukuwa na shaka tena. Amina alikuwa binti yake wa damu. Alikaa chini kimya kimya, akishindwa kuamini miaka yote ile binti yake alikuwa akiishi katika mateso, huku yeye akiwa na utajiri mkubwa. Hisia za furaha na huzuni zilimchanganya. Alifurahi kumpata binti yake, lakini pia aliumia kwa yote aliyopitia. Ndipo moyo wa Daniel ulipojaa huruma na hofu kwa wakati mmoja. Daniel hakusita hata sekunde moja. Alijikusa bila kumwambia Amina chochote. Alijua kuwa taarifa hiyo ingebadilisha maisha yao wote. Kila alipomtembelea, alimwangalia kwa macho tofauti, sasa si kama mgeni, bali kama binti yake mwenyewe. Alimletea vitu zaidi, akihakikisha yeye na mtoto wake wanapata kila wanachohitaji. Lakini ndani yake kulikuwa na vita kubwa. Alijiuliza ni lini na jinsi gani angemwambia ukweli huo mzito. Usiku moja, alikaa peke yake nyumbani kwake akitazama picha zamani. Alikumbuka siku mtoto wake alipotea, maumivu ya mke wake na huzuni iliyowagubuma. Sasa ukweli ulikuwa umejitokeza kwa njia ya ajabu kabisa. Daniel alijua kuwa hangeacha ukweli huo milele. Ilikuwa lazima Amina ajue. Kwa moyo mzito lakini wenye matumaini, aliamua kuwa siku iliyofuata angeenda hospitalini na kumweleza kila kitu. Ilikuwa ni hatua ngumu, lakini pia ilikuwa ni mwanzo wa ukweli mpya. Siku iliyofuata, Daniel alifika hospitalini mapema. Alikaa karibu na Amina, uso wake ukiwa na uzito wa jambo kubwa alilotaka kusema. "Amina, kuna kitu muhimu nataka kukuambia," alianza kwa sauti ya taratibu. Alimweleza kila kitu, kuanzia mtoto wake aliyepotea hadi matokeo ya DNA. Amina alimsikiliza kimya kimya, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Mwanzoni alitikisa mkichwa kwa kukataa. "Haiwezekani," alisema kwa sauti ya chini.
Lakini Daniel alipompa ushahidi, machozi yalianza kumtoka. Ukweli ulikuwa mzito lakini wazi. "Kwa hiyo wewe ndiye baba yangu?" aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Daniel alitikesa kichwa, machozi yakimtoka. Amina alilia kwa muda, kisha alimsogelea na kumkumbatia kwa nguvu. Ilikuwa ni kumbatio na baba na binti baada ya miaka mingi ya kupotezana. Baada ya ukweli kufukazwa, maisha ya Amina yalibadilika kabisa. Daniel alimchukua yeye na mtoto wake na kuwapeleka nyumbani kwake, lakini hakumlazimisha kubadilika, alimpa muda wa kuzoea maisha mapya. Amina alijifunza kuishi katika mazingira ya kifahari, lakini hakusahau alikotoka. Daniel alimpenda zaidi ya mali zote aliyokuwa nazo. Walijenga uhusiano wao pole pole, wakijifunza kufidia miaka yote waliyopoteza. Mtoto wa Amina